Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Simba Sport Club katika mwendelezo wa kile ambacho kinaendelea kwa sasa. Kumbuka kwamba leo hii ni mchezo mkubwa kabisa, mchezo wenye azi ya VIP, mchezo mkubwa kweli kweli ambao unakwenda kuzikutanisha vigogo wakubwa Tanzania. Nazungumzia Simba Sport Club pamoja na Young Africans katika mchezo wa ngao ya jamii, mchezo wa ufunguzi wa ligi kuu ya soka Tanzania bara katika msimu wa mwaka 2025-26 ambapo klabu ya soka ya Simba ilifanya usajili wake mkubwa kweli, kila mmoja akaweza kushuhudia majembe ambao alikuwa akiweza kutambulishwa, majembe ya kazi kweli inakoyokwenda kupigwa. Sasa mashabiki wa klabu ya soka Simba wana matumaini ya kwamba kikosi hiki cha leo ambacho kocha Fadlu Davis amekipanga, basi bila shaka kitakwenda kuvunja ule uteja wa mara 5 mfululizo kuweza kupoteza katika kile ambacho kilikuwa kinaonekana wanapokutana na Yanga, wamepoteza mara 5 mfululizo. Sasa leo hii Simba Sport Club kwenda kuvunja uteja huo. Kikosi cha kocha Fadlu Davis hiki hapa ambacho amekitangaza cha majembe 11 kitakachoanza katika first 11 yake ambayo ameiandaa. Kumbuka ya kwamba anasema ya kwamba kazi kubwa watakuwa nayo ni klabu ya Young Africans. Yeye hana pressure yoyote kwa kile ambacho amekipanga. Ni kitu gani hicho? Ni hiki hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu loandiko hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo naloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine, unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Simba Sport Club. Karibu. Bana, kocha mkuu Fadlu Davis anaendelea kuweza kuhakikisha kwamba anawasisitiza wachezaji wake kwamba hii hawapaswi kuweza kuikosa, hii ni muhimu kuondoka nayo, yani lile taji la ngao ya jamii wahakikisha kwamba wanaondoka nalo. Kikosi chake ni kama ifuatavyo: golini anasimama Musa Pimpin Kamara, akiendeleza mwendelezo wa kile ambacho huwa anachokifanya katika lango lake. Kumbuka kwamba huyu ni golikipa bora kwa msimu uliopita kutokana na zile clean sheet ambazo alizozikusanya msimu uliopita na kufikisha idadi ya clean sheet ambazo hakuna golikipa yeyote katika ligi kuu ya soka Tanzania bara anaweza kuzifikisha au amezifikisha tofauti na yeye. Kwa hiyo anahesabika kama golikipa bora kwa msimu uliopita kutokana na kile ambacho alichokifanya. Ubora wake ndio unaeleza hayo yote, na ndio maana umeweza kushuhudia akiweza kunyakua kipengele hicho cha tuzo, huku bado tuzo zikiwa bado hazijaweza kutolewa. Lakini katika upande wa beki namba 2 anasimama Shomari Kapombe. Unafahamu bora wake, moja kati ya mabeki ambao muda mwingi utamkuta eneo la mpinzani, kwani ana uwezo wa kupanda, ana uwezo wa kurudi, ana uwezo wa kufanya save za maana, namna ambavyo anavyopiga pasi zake za mwisho, namna ambavyo anatengeneza pia mashambulizi, ni miongoni mwa watu muhimu kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka Simba. Kwa hiyo kazi kubwa leo hii utakwenda kuishuhudia akifanya Shomari Kapombe. Lakini katika upande wa beki namba 3 utakutana na kijana si mwingine bali ni Mligo, moja kati ya vijana ambao wameaminiwa na kocha Fadlu Davis na kuweza kumuanzisha ama kumpa nafasi ya kuanza kwenye kikosi chake. Kumbuka kwamba nafasi hiyo alikuwa akicheza Mohamed Hussein Shabalala Zimbo Junior, ambaye yeye pia aliweza kutimkia kwenye kikosi cha Young Africans ambacho wanakutana nacho leo hii. Kwa hiyo pengine akipewa nafasi huko aliko watakutana na timu yake ya zamani. Lakini katika upande wa beki namba 4 anasimama si mwingine bali ni
Lushaina Deluk, unafahamu miongoni mwa mabeki hawa muhimu kabisa kwenye kikosi cha klabu ya soka Simba. Ametokea pale Mamelodi kwa mkopo, ambapo unafahamu ya kwamba uwezo wake pia unajieleza. Kile alichokifanya katika mchezo dhidi ya Gor Mahia kinatafsiri ya kwamba ni moja kati ya mabeki wazuri. Kinachosubiriwa tu ni kuweza kushuhudia atafanya nini kwenye mchezo huu wa dabi, kwani ndio mchezo mkubwa na wenye pressure kubwa. Je, kile kinachoonekana Simba wamekisajili ataweza kukikamilisha vizuri? Tusubiri kuweza kuona dakika 90 zitasema nini juu ya Lushaina Deluk, beki huyu namba 4. Beki namba 5 anasimama Chamu Karabu. Unafahamu ubora wake ni kama vile baada ya kwenda pre-season amerudi na kuongezeka ubora zaidi kutokana kile ambacho yuko nacho. Mwamba amekuwa apitiki kizembe, ameongeza umakini mkubwa zaidi na anafanya maamuzi kama beki wa mwisho kweli kweli. Kwa hiyo kazi kubwa itakwenda kutendeka leo hii, itakuwa sio ya kitoto kweli kweli. Huku unazungumzia namba 6. Sasa namba 6 hapa atasimama si mwingine bali ni Yusufu Kagoma. Unafahamu shughuli yake, Mtanzania huyu ambaye ameendelea kuweza kuwa na mwendelezo mzuri kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Kwa kile ambacho kinachoonekana ameendelea kuweza kuaminika mbele ya kocha mkuu. Nazungumzia hapa Fadru Davis ameendelea kuweza kumwamini na kuweza kumpatia nafasi ya kuanza kwenye mchezo huu. Huku unazungumzia namba 7 atasimama mtu mzima Kibu Dennis. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa watu ambao ni makini kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, na pia rekodi zinambeba katika mchezo kama huu dhidi ya Yanga, kwani amekuwa ni moja kati ya watu ambao pia ana wasani mzuri wa kuweza kuwatungua Young Africans, kuwafunga nikimaanisha kwenye wanapokutana. Kwa hiyo ana uwezo mzuri na bahati anayo pia ya kuzitikisa nyavu za Young Africans. Kwa hiyo hilo tulitegemea. Lakini katika pia upande wa namba 8 mwalimu ameweza kumshusha Neo Maema aweze kusimama katika eneo hilo la namba 8 kuhakikisha kwamba pasi zote zinapigwa vizuri kabisa kwenda kuvunja yale yote ambayo wenyewe wanasema ya kwamba makando kando, kusafisha kabisa. Kwa hiyo tutakwenda kushuhudia kazi kubwa Neo Maema atakayokwenda kuweza kuifanya katika eneo hilo pia la kati. Huku namba 9 akisimama Steven Dese Mukwala akiendeleza mwendelezo wake. Aliwaonya Young Africans akiwaambia kwamba amecheza nao mara nyingi na sasa ni zamu ya kwenda kuzitikisa nyavu zao. Kwa hiyo hilo klabu ya soka Yanga wajiandae nalo. Huku unazungumzia hapa nazungumzia si mwingine namba 10 atasimama Jean Charles Ahoua, mzee wa set pieces. Ukiweza kushuhudia ubora mkubwa ambao anakuwa nao hapa, nazungumzia si mwingine bali ni huyu hapa Jean Charles Ahoua. Lakini katika upande wa namba 11 anasimama si mwingine bali huyu ni hapa nazungumzia ni namba 11 ni Eli Mpanzo, akiweza kukaa katika nafasi yake vilivyo vyema kabisa. Kwa hiki ndio kikosi cha klabu ya Simba kinachoanza leo hii dhidi ya Simba Sport ya Young Africans kumrazi katika mchezo wa ngao.